Kristo hapa nchini leo wanaungana na wenzao ulimwenguni kote kusherehekea sikukuu ya Christmas ambayo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mwokozi wao Bwana Yesu Kristo. Na katika michezo, chama cha soka wilaya Ilala IDFA charatibu kozi ya ukocha ngazi ya awali ambayo imejumuisha washiriki wenye mahitaji maalum ambao wamehitimu kozi hiyo. Hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni asubuhi nyingine hii ikiwa leo ni Januari, ikiwa leo ni Disemba 25, siku nzuri kabisa ambapo waumini wote wanasherehekea waumini wa dini ya Kikristo hivi leo wanasherehekea sikukuu ya Christmas. Karibu sana. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami kutazama habari hizo ambazo tumekuandalia hivi leo kutoka hapa Asubuhi Njema. Tutakuwa pia na nafasi ya kutazama kunani katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani, lakini bila kusahau pia zile ambazo zimemulikwa kwenye upande wa michezo na burudani kwenye magazeti ambayo tuko nayo asubuhi hii ya leo. Karibu. Waumini wa dini ya Kikristo hapa nchini leo wanaungana na wenzao ulimwenguni kote kusherehekea siku ya Christmas ambayo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mwokozi wao Bwana Yesu Kristo yapata miaka 2000 iliyopita. Kila mwaka duniani kote waumini wa dini ya Kikristo wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Siku ya Disemba 25 ni siku na msimu iliyojaa nyimbo za Krismasi, kupamba miti, kupeana zawadi na karamu mbalimbali. Waumini wa dini ya Kikristo hujaa makanisani kwa ajili ya ibada ya misa, lakini pia kwa ajili ya kuandaa karamu na kutembeleana na kupongezana na kutakiana heri kwa kufika salama sikukuu ya Christmas. Haya, nikutakia kila la heri mtazamaji wa Channel 10 sikukuu ya Christmas popote pale ulipo. Tukatazame taarifa nyingine. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewatakia Wakristo wote wa Tanzania kwa ujumla heri ya sikukuu ya Christmas. Katika salamu hizo alizotuma kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema, tunasherehekea sikukuu hii kwa amani, upendo na utulivu, tukidumisha mshikamano wa kitaifa. Ameongeza kuwa tumejifunza, tunajenga mustakabali mpya wa matumaini na tunaendelea mbele kwa umoja. Hizo ni salamu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika sikukuu ya Christmas hivi leo, kama ambavyo tunaendelea nasi pia kutakia heri ya siku hiyo. Tuelekee huko mkoani Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mtwara limeendelea kuimarisha usalama na kufanya doria katika fukwe za bahari na maeneo mbalimbali, huku ikiwataka wananchi kuendelea kulinda amani na kuzingatia usalama barabarani ili kuhakikisha sikukuu zinasherehekewa kwa amani na utulivu. Tuungane na mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara. Katika mkoa wa Mtwara wakazi wengi ni wakulima wa zao la korosho, ambapo kipindi hiki cha mwezi Disemba ndipo wanauza zao lao na kujipatia fedha nyingi za kuendesha maisha yao. Sherehe za sikukuu ya Christmas kinawakuta wakazi wa Mtwara wakiwa na kipato kikubwa kinachofanya kusherehekea sikukuu hii kwa namna tofauti tofauti. Kufuatia hilo, kamanda polisi mkoani Mtwara SACP Isa Sulemani amesema jeshi la polisi limejipanga kuimarisha usalama wa raia na mali zao ili wananchi washerehekee kwa amani sikukuu ya Christmas. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama katika mkoa huu na kwa kutambua umuhimu wa sikukuu hizi linaendelea kuimarisha usalama katika maeneo yote ya mkoa wa Mtwara kwa kufanya doria katika maeneo yote ya ufukwe, lakini pia kwenye mitaa katikati na pembezoni mwa miji. Lengo ni kuhakikisha siku zote za mwisho wa mwaka zinafanyika kwa amani na utulivu. Jeshi la polisi mkoa huu wa Mtwara halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa dalili zozote za vitendo vya uvunjifu wa amani vitakavyopelekea kutendeka kwa makosa ya kijinai na makosa ya kiusalama barabarani. Hatua za kisheria za haraka zitachukuliwa kwa yote atakayeonyesha kupuuza sheria zikiwemo sheria za usalama barabarani. Aidha, wakazi wa Mtwara ambao hupenda kusherehekea sikukuu kwenye fukwe za bahari ya Hindi wanaeleza kuwa watasherehekea sikukuu kwa amani na kuwasihi wazazi kuwa makini na watoto wadogo, hasa kwenye usongamano wa watu. Kwa upande wa mama wenzangu naambia hivi, na washauri kwamba wawe makini na watoto wao
Yaani kama wataondoka bichi, tuchukulie Mtwara wakienda bichi, wafatane nao, wasiwaache wenyewe. Bichi kule waende wakaweke usalama, kwa sababu kuna watoto wengine wanaenda bichi, wanaenda kuogelea na hawana uzoefu wa maji. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima cha Nereteni. Huko mkoani Tanga ambapo jeshi la polisi mkoa wa Tanga limemfikisha mahakamani mtumiwa Isaka Clemens Ngulizi, mkazi wa Welei, kwa tuhuma za kumkata vidole vitatu mwanafunzi wa darasa la 4 mwenye umri wa miaka 11. Raya Kipingu anatujuza taarifa hiyo. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachus Mchunguzi amesema mtuhumiwa alisema alichukua uamuzi huo kwa madai ya kumkuta mtoto huyo akijaribu kuiba katika makazi yake. Mwezi wa 12 2025 limemfikisha mahakamani mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Isaka Clemens Ngulizi, mkazi wa Welei, kwa kosa la kumshambulia na kumkata vidole vitatu mwanafunzi wa darasa la 4 mwenye umri wa miaka 11 mnamo tarehe 2 mwezi wa 12 2025. Mtuhumiwa huyo alitekeleza ukatili huo kwa kisingizio cha kumkuta mtoto huyo akijaribu kuiba. Aidha, kamanda Mchunguzi amekemea vitendo vya ukatili kwa watoto vinavyofanywa na wazazi ama walezi kutokana na sababu zao binafsi. Huko katika kijiji cha Kiloza, Korogwe, ambako mtoto mwenye umri wa miaka 3 alijeruhiwa vibaya kwa kukatwa mguu wa kulia na kitu chenye makali na mtuhumiwa ambaye anajulikana kwa jina la Abraham Jonathan Sherutete. Uchunguzi ulibaini mtuhumiwa alifanya ukatili huo kutokana na hivyo mapenzi, ambapo huyu mtuhumiwa alikuwa anataka kumkata na panga bibi ya huyu mtoto ambaye ni mpenzi wake. Ile panga likaenda kukata mguu wa yule mtoto. Kufuatia ushahidi uliokusanywa na kuwasilishwa mahakamani, mtuhumiwa alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kutoka huko mkoani Tanga. Tukatazame habari nyingine. Mjane mmoja, Adelina Mkina, ameiomba serikali kuingilia kati mgogoro baina yake na mwekezaji Lewiko Company ambaye ni Wilson Tarimo katika eneo la maduka ya sekondari ya Pamba, duka namba TK2, mali ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Tuungane na mwanahabari wetu Henry Kavirondo. Mkoa nisaidie. Kilio hicho ni kufuatia hali ya taharuki na wasiwasi kuibuka kufuatia mwekezaji Lewiko Company kudaiwa kutuma kundi la watu waliotajwa kuwa mabaunsa kuzuia kufunguliwa kwa duka hilo linalojishughulisha na uuzaji wa nguo ili mama huyo asifanye biashara kwa kigezo si miliki halali. Mjane Adelina amewaambia waandishi wa habari kuwa mwaka 2020 mume wake Michael George Misigara ambaye alifariki Septemba 2023 aliingia mkataba na mwekezaji Lewiko Company kwa dhumuni la kupanga chumba hicho. Hivyo mwekezaji Lewiko aliomba kulipwa kodi yake yote kwa kipindi cha mkataba wa mwekezaji, ikitafsiriwa mwekezaji huyo alimuuzia hisa zake zote Michael George Misigala kwa kipindi chote cha mkataba wa kiasi cha shilingi milioni 19,500,000. Sasa kilio kilichopo, mama huyo mjane anadhani kuonewa, akililia kupata haki kutoka mamlaka za serikali, kwani mwekezaji huyo amedaiwa kumsumbua mara kadhaa pamoja na notisi za kumtaka miliki wa sasa ambaye ni mama mjane Adelina Akina kuachia chumba hicho. Kuhusu undani zaidi, hii ni hali halisi. Sema yeye na serikali ni kitu kimoja, lakini jiji wanamjua na tulikaa jiji tukawamaliza na jiji wakamwambia usimsumbue huyu mama, lakini bado tu ananisumbua Tarimo. Jiji wakamuonya jiji. Baadhi ya majirani nao wakatoa la moyoni. Mama anapambana na harakati zake za hapa na pale kutafuta hela mtoto wake aende shule. Atuelewi kwamba nini shida. Alibidi auze maeneo yake yote kwa watu waliokuwa wamepanga mahali hapo. Hivyo baba yetu alinunua hichi chumba cha hapa. Kisha zikafanyika jitihada za kumtafuta mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba ambaye ndiyo mwenye mali na kukiri kumtambua mama mjane kuwa ndiyo mpangaji wake halali. Huyo ni mwizi Tarimo. Aliwadhulumu watu wengi sana kabla tujaja na mpaka sasa ni mwizi. Vivyo hivyo pia
zikafanyika jitihada za kumtafuta mwekezaji Lewiko Company ambaye ni Wilson Tarimo kwa njia ya simu ili kutolea ufafanuzi malalamiko hayo, lakini simu yake haikupokelewa. Bila shaka hii ni sintofahamu, huku likisalia swali ya kwamba kama halmashauri ya jiji la Mwanza ndio mmiliki wa duka hilo, inamtambua mama mjane kuwa mpangaji wake, na kama ni kweli, vuta ni kuvute hii inatokea wapi? Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Kama bado unaungana nasi kwa sasa, hii ni habari kutoka hapa Asubuhi Njema ya Channel 10. Mimi ni Juma Mohamed, tuendelee kutazama habari nyinginezo. Zaidi ya wananchi 1400 wa mkoa wa Morogoro na maeneo ya jirani wanatarajiwa kunufaika na kambi maalum ya matibabu ya macho bila malipo inayoratibiwa na taasisi ya The Islamic Foundation chini ya ufadhili wa taasisi ya Muntada Aid ya nchini Uingereza. Jimmy Mengele ana ushuhuda wa taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa taasisi ya The Islamic Foundation Musa Buruki amesema kambi hiyo imelenga kusaidia wananchi waliokabiliwa na changamoto ya magonjwa ya macho, ikiwemo kutoa miwani bure, dawa bure, pamoja na kufanya upasuaji kwa wale wenye tatizo la mtoto wa jicho. Tarehe 22 mpaka tarehe 25 tunakuwa na kambi ya matibabu ya macho ambapo wananchi watapewa huduma mbalimbali bila malipo yoyote. Kambi hii inaratibiwa na taasisi ya The Islamic Foundation yenye makao yake hapa Morogoro, na kwa ufadhili wa taasisi ya Muntada Aid kutoka UK ndio ambao wametufadhili kambi hii. Huduma zote za macho zinatolewa hapa. Watu watafanywa uchunguzi, screening. Baada ya hapo watakao kuwa na shida ya kupata miwani watapewa miwani, lakini wanaotakiwa kutibiwa kwa dawa watapewa dawa bila malipo. Lakini wale ambao wana tatizo la mtoto wa jicho watafanyia operation ya mtoto wa jicho, na tunatarajia kufanya operation zaidi ya 500 za mtoto wa jicho. Wananchi waliojitokeza wanazungumziaje kuhusu kambi hiyo ya macho? Kwa kweli nimefurahi na huduma za hapa na nimepata huduma vizuri. Nimeonana na madaktari bingwa na wamenicheki vizuri. Nilikuwa na pressure ya macho ya muda mrefu. Kwa hiyo nimepima leo, iko vizuri na huduma zao ziko vizuri. Nilipata kupata msio mahala yakanisaidia sana. Sasa niliposikia tangazo hili nikaona basi nije tena hapa. Maana jinsi miwani ilivyo, jinsi miaka inavyokwenda, maana miaka ya nyuma huko, maana inavyokwenda na macho yanazidi kubadilika. Sasa nikuja hapa wanicheki kama kuna ongezeko limeongezeka la tatizo, basi watanitibia inshallah. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Kutoka mji kasolo bahari Morogoro tuelekee huko mkoani Ruvuma ambapo jumla ya shilingi bilioni 12 zinatarajiwa kutumika katika kuendeleza zao la soya kwa kipindi cha miaka 5 mkoani Ruvuma kama sehemu ya kuchagiza matumizi ya chakula cha lishe kwa jamii nchini pamoja na kuliendeleza kibiashara ili kusaidia kuboresha kipato cha mkulima na kukuza uchumi wa taifa. Tuungane na Dita Nyoni kutoka huko mkoani Ruvuma. Awali akieleza sababu za kushuka kwa uzalishaji wa zao la soya katika mkutano wa wadau wa sekta kilimo, katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji Deogratias Sibuka amesema wamekuja kuendeleza zao hilo kama la kibiashara na ushindani, ambapo wanatarajia kuongeza uzalishaji kutoka tani 5,000 hadi tani 50,000 ifikapo 2030. Ambapo baadhi ya sababu zilizosababisha uzalishaji kushuka ni pamoja na ukosefu wa mbegu bora, upungufu wa mbolea na viuatilifu, vile kutokuzingatia kupima kwa afya ya udongo, ukosefu wa baadhi ya dhana za kisasa na uwezo mdogo wa kifedha wa wakulima. Na hapa taasisi ya Movement for Community Development Mkode kwa kushirikiana na Pasi Trust wamekuja na mkakati wa miaka 5 wa kupunguza umaskini kwa jamii kupitia kuongeza tija shambani kwa kutoa mikopo kwa wakulima. Mradi huu unaenda kuwekeza wastani wa bilioni 12 katika kukuza uzalishaji wa zao la soya. Wastani wa bilioni 6.2 inapatikana kupitia dhamana kwa wakulima wetu wadogo ili waweze kukopesheka, waweze kupata mitaji kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Lakini wastani wa bilioni 6.2 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi ambayo ni maalum kwa kukopesha zana za kilimo na mitambo ya viwanda bila dhamana na kwa kushirikiana na wasambazaji wa zana hizo na kuwakopesha wakulima kwa 80% ya gharama ya mashine husika.
Kwa upande wa mganga mkuu wa mkoa wa Ruisi Chomboko, anaeleza umuhimu wa virutubisho vya zao la soya katika kukabiliana na udumavu na utapiamlo, huku mkuu wa mkoa wa Brigedia Jenerali Ahmed Abasi akitoa maagizo kwa watendaji. Soya ina protini kwa wingi ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa mwili na misuli. Lakini soya tufahamu kwamba ina mafuta bora. Naposema mafuta bora ni yale mafuta salama yasiyokuwa na cholesterol nyingi. Lakini soya pia ina nyuzi lishe ambazo hizi zinasaidia sana katika mmeng'enyo bora wa chakula. Maafisa kilimo wahimize uzalishaji wa zao la soya na kuviunganisha vikundi vya wakulima na fursa za masoko na usindikaji. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante. Kutoka Ruvuma tuelekee mkoani Tabora ambapo zaidi ya shilingi milioni 920 zinatarajiwa kutolewa kama mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya wajasiriamali, wanawake na vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya manispaa Tabora, ikiwa ni takwa la kisheria la kuhakikisha halmashauri inatenga 10% ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya makundi hayo muhimu. Lengo ni kuyawezesha kujikwamua kiuchumi. Tuungane hapa na mwanahabari wetu Pendo Salo. Wajasiriamali zaidi ya 500 katika halmashauri ya manispaa Tabora wamepatiwa mafunzo ya kuwajengea uelewa kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na serikali bila riba kwa makundi ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Tutaangalia pia masuala ya utunzaji wa kumbukumbu na vile tutaangalia masuala ya uwekaji wa akiba, kwa sababu tunajua uendelevu wote unahitaji kuwa na akiba. Akizungumza na wajasiriamali hao, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, Dr. John Pima, amewataka kuhakikisha wanatumia mikopo watakayopatiwa kwa malengo yaliyokusudiwa ili na wengine waweze kukopeshwa. Tunajituma, tunafanya kazi kwa bidii na tunazingatia utu. Sasa ukishachanganya hiyo vitu viwili, lazima usonge mbele, lazima utoke hatua uliyopo kwenda hatua nyingine kubwa kabisa. Mfano sasa hivi kuna wasichana wengine wanafanya kazi ambazo sio nzuri, kuuza miili yao na nini, lakini kama ukipata mtaji kama huu, unafanya biashara zako, unajikwamua katika yale mambo mengine ambayo hayafai katika jamii. Imetupa tija sisi walemavu kuweza kupata maendeleo na kujikwamua kiumaskini. Kutoka Tabora, Pendo Salo, Channel 10. Asante Pendo Salo. Kwa sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam na tutazame taarifa hii ambapo mtoto mmoja anayefahamika kwa jina la Afsati Bakari Mohamed mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa Yombo Kilakala, wilaya Temeke jijini Dar es Salaam, amepotea tangu tarehe 17 Novemba 2025 akiwa katika mazingira ya shule. Familia ya mtoto huyo ikiongozwa na mama na baba yake mzazi, ndugu Bakari Mtipa, wamefika Channel 10 na kuomba msaada wa Samaria Wema ili waweze kumpata mtoto huyo, kwa kuwa licha ya kutoa taarifa katika vyombo vya usalama, mpaka sasa ni zaidi ya mwezi hawajamuona binti yao. Tupate nafasi ya kusikiliza baba mzazi wa mtoto aliyepotea. Amepotea, ametoka nyumbani vizuri kuelekea shuleni. Alipofika shuleni ameendelea na masomo yake kwa maelezo ya mwalimu, kwa sababu nilimpigia simu mwalimu baada ya kuona kijana wangu simuoni mpaka saa 11 jioni. Mwalimu alinithibitishia kwamba alikuwepo, lakini alipotoka shule mwalimu hakufahamu na mimi sifahamu mpaka leo, hajaonekana. Hatujui ameelekea sehemu gani na kuna shida gani, changamoto gani imempata. Hii ni mara 3 kupotea. Kama familia tumefanya jitihada tulizofanya ni kwenda kwa maostazi, kwenda kufanyiwa maombi. Amefanyiwa maombi, wakasema atakaa vizuri na pia maostazi walisema ana changamoto wao wanazozijua wao, maana sisi hatujui hizo changamoto, lakini wao wameuangalia wamesema kwamba kuna changamoto za huyu mtoto, lakini hizo changamoto hatuzijui sisi. Mweze kutoa taarifa ama kufika hapa ofisini za kupatikana kwake. Ni zaidi ya mwezi sasa mtoto anatafutwa, haonekani.
Kwa sasa tutazame habari za michezo na burudani, ambapo katika kuishi dhana ya michezo kwa wote, chama cha soka wilaya Ilala IDFA kimeratibu kozi ya ukocha ngazi ya awali ambayo inajumuisha washiriki wenye mahitaji maalum ambao ni wahitimu wa kozi hiyo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Juma Abdurrahman. Channel 10 Michezo imeshuhudia sehemu ya kozi hiyo inayofanyika kwenye viwanja vya shule ya msingi Viziwi Buguruni jijini Dar es Salaam, ambapo mkufunzi wa kozi hiyo kutoka shirikisho la soka nchini TFF Raymond Gwema ameipongeza IDFA kwa kutoa nafasi kwa watu wenye mahitaji maalumu ya usikivu na kuongea, yaani viziwi, kushiriki kwenye kozi hiyo na kuhitimu. Sasa kwa picha iliyopo hii na kwa kule Zanzibar ambapo wameleta watu wawili, uhitaji ni mkubwa sana kwa nchi. Na niseme tu kwa shirikisho hivi kwetu ni jambo ambalo tunaweza kulifanya, kwa sababu hawa sio wana ulemavu wa viungo. Hawana ulemavu wa viungo. Wanaweza kucheza football, tatizo liko kwenye kuongea na kusikia. Vitu vingine vyote wanaviweza kwa ishara na kufanya nini. Na darasa lilichangamka sana kupitia hawa walimu wawili. Tumejifunza kitu. Kwanza wana upendo wa hali ya juu, lakini wanapenda kujua. Na hata darasani ukikaa ukiwaona ni watu ambao wana maswali, wana ushawishi, lakini pia uelewa wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo sisi kwetu tumejifunza, kwa maana ya tunahitaji sasa kuingia zaidi kuwasaidia hawa, kwa sababu pia wao wana jumuiya zao, wana michezo yao, lakini wamekosa wataalamu. Kwa upande wa washiriki wenyewe, ikiwemo wenye mahitaji maalum, wameeleza kilichowasukuma kuingia darasani sambamba na matarajio yao. Nimefika hapa kwa malengo ya kupata mafunzo ya ukocha ili baadaye niweze kuwa mwalimu mzuri wa kuwafundisha watoto viziwi pamoja na hata timu ya wasiokuwa na ulemavu wa uziwi naweza kuwafundisha, kwa sababu bila kupata utaalamu au mafunzo skills huwezi kuwa kocha mzuri. Ndio maana mimi nimesisitiza sana kujifunza mafunzo haya ya ukocha kwa upande wetu wa viziwi, ili na naendelea kusisitiza viziwi wengine ambao wako mikoani na maeneo tofauti na hapa kuweza kujifunza mafunzo ya ukocha, kwa sababu tunafundisha watoto lakini hatuna skills za kutosha za kuweza kuwafundisha watoto. Kwa hiyo nawahamasisha waendelee kuja kushiriki mafunzo yanapotokezea. Wanawake tuna aiba ya lazima tuuishwe. Yaani wani mtu kama akuinfluence like kwamba nenda. Lakini mimi ninachokipenda zaidi kuwaambia wasichana wenzangu, wengi tumecheza mpira zamani na bado tunaendelea kuupenda, tuna hiyo passion. Kama tuwezi kupractice sisi uwanjani, basi tuwape watu au watoto vitu ambavyo tuko navyo ndani ya miili yetu. So mimi nawashauri sana waje wasome ili tuwe wengi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwanamichezo Juma Abdurrahmani. Ndio tunahitimisha hivyo habari kutoka hapa Channel 10, na hii ni asubuhi njema. Mimi naitwa Juma Muhammadi. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi hapa tutakuja kuangaza kunani katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia asubuhi hii ya leo.